Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo tuna topic na ndoto inasema ukiota unakunywa soda au chochote cha kiwandani au unakula chochote cha kiwandani kama biskuti, kama keki, kama ice cream, Mungu ana maana gani? Maandiko yanaonyesha kwamba mwanadamu alipoumbwa kwenye kitabu cha Mwanzo, tunaona alipewa vyakula na alipewa matunda sana sana na nafaka ndo kiwe chakula cha wanadamu na mboga za kondeni. Lakini wengi kwa sababu ya mambo ya kidunia wamekuwa wakizalisha vitu vya kisasa ambavyo wanaweka chemical. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili ni sawa, kwamba kile unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili kinaweza kuleta madhara. Unapoona umeletewa kwenye ulimwengu wa roho, jua ni udanganyifu na hali ya hatari na giza kwenye maisha yako. Kwa hiyo vingi vyakula vya viwandani na vinywaji vya viwandani unapoviona kwenye ulimwengu wa roho, vitu kama soda, keki, bia, biskuti, ice cream na zaidi, unapoona unapewa, jua kuna roho ya magonjwa inakuja kuandama, sumu inaletwa kwenye maisha yako, udanganyifu unafanywa kwenye maisha yako, lakini pia hali ya hatari imejiandaa au imeandaliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo kuna uongo, udanganyifu, sumu na mambo mabaya yameandaliwa kwenye maisha yako. Unaweza kuona mtu kwenye ulimwengu wa roho anakupa vitu kama hivyo, junk foods. Ukiona hivyo, jua huyo mtu analenga mabaya juu yako. Lakini unapoona vyakula asilia kama matunda, kama nafaka, hayo ni mambo mazuri na ni baraka za Mungu. Lakini pia unapoona kwenye ulimwengu wa roho vyakula ambavyo ni asilia kama vya ndege na wanyama ambavyo vimeruhusiwa na Mungu kama nyama ya kuku, samaki, bado pia ni kitu kizuri unapokula. Lakini pia lazima uangalie ni nani kakupa na vilikuwa kwenye hali gani. Hata kama ni vizuri, lakini kama ukipewa na adui, na maana anaweza kutumia udanganyifu huo kutaka kukudhuru. Lakini pia kama umechukua kitu kibovu kimeshaharibika, hata kama ni asilia, basi jua bado ni hatari na hali ya mashambulizi inashambulia maisha yako. Kwa hiyo haya ni masomo ambayo jitahidi kuyaelewa, kuyafahamu, kuyajua na kuyatafakari na kuendana nayo ili uweze kujua. Narudia tena, vyakula vyovyote ambavyo ni vya viwandani, ukiona kwenye ulimwengu wa roho unavipata, na maana ni roho za udanganyifu, roho za hatari, mashambulizi kwenye afya yako, roho yako na mwili wako. Na unaangalia ni nani aliyekupa, na mhusika yule ina maana ni mtu ambaye anashambulia maisha yako. Kama ni wewe umejipa au umechukua mwenyewe, ina maana kuna vitu unafanya mwenyewe vya kujiangamiza. Kama umepewa na mtu, ina maana kuna watu wanataka kukuangamiza. Lakini pia kama umepata vitu asilia vizuri umejipa mwenyewe, ina maana kuna vitu unafanya kwenye maisha yako vitakavyokupa amani, furaha na matokeo. Lakini ukiona unapewa na mwingine, ina maana kuna mtu atafanya kitu kizuri kwenye maisha yako. Lakini ukiona watu wanakupa vibovu au vilivyoharibika, basi jua kuna watu wanakushambulia. Ukiona wewe unachukua vitu vibovu asilia lakini vibovu unakula au unatumia, jua wewe mwenyewe kazi ya mikono yako ndo itakayo kuangamiza. Haya ni maarifa na elimu juu ya masuala ya ndoto na maono. Kwa hiyo ukielewa haya, utaweza kujua kutafsiri ndoto zako na kujua sauti ya Roho Mtakatifu anaposema na wewe, na utaanza kutembea na nguvu ya Mungu kupita kawaida. Na wapenda, God bless you, be a shining star in Jesus mighty name. Shalom.